Video iliyopita nilikufundisha na nilikueleza nikakuelewesha dalili, nikakuelewesha matibabu, nikakuelewesha vitu kadha wa kadha, hasa kwenye matibabu ya asili ambayo yanatakiwa yafanywe kwa mtu ambaye anaumwa ute mgumu kwenye sehemu zake za siri, hasa kwa mwanamke. Umeona, kwa mwanamke nikakuelezea dalili na matibabu. Sasa kwenye matibabu nilitoa matibabu ya asili. Sasa wengine wakasema, matibabu ya asili tu, vipi ya kitaalamu? Sasa matibabu ya hospitalini ambayo ni ya kitaalamu ya mwanamke ambaye anaathiriwa na ute mgumu sehemu zake za siri, naomba nisikilize kwa makini. Ukitaka matibabu ya kitaalamu, yani hospitalini, hakikisha unatembelea hospitalini. Yani jibu tosha na maelekezo mazuri, tembelea kwenye kituo chochote cha afya. Muone daktari, fuata taratibu, eleza shida yako pasipo kuwa na shaka yoyote, ili uweze kupata huduma kulingana na shida yako pasipo kuficha. Usifiche shida yako wewe, kwa sababu ukificha shida yako wewe utashindwa kutibika. Hiyo ndo njia pekee. Lakini sasa angalizo, kama ugonjwa wako unasababishwa na fungus, kitaalamu zaidi lazima utumie dawa ya clotomazole. Hii ni dawa ya kuingiza ukeni wakati wa usiku. Dawa hii itumie kulingana na maelekezo ya daktari. Lakini pia kama pia ni fungus, kuna dawa ya fluconazole au ketoconazole. Hivi ni vidonge vya kumeza. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja, kumbuka kusubscribe, lakini pia kusambaza video hii. Kama ugonjwa wako huu wa ute mgumu unasababishwa na bakteria ambayo tunaita vaginosis, hakikisha unatumia dawa ya metronidazole. Hivi ni vidonge vya gel. Ni vidonge au gel ambayo unatumia kupaka sehemu za ukeni, sehemu za haja ndogo, sehemu za mahusiano zile. Lakini pia kama huu ugonjwa unasababishwa na bakteria, hakikisha unatumia dawa ya kitaalamu inaitwa clindamycin. Clindamycin ni krimu. Hivi ni vidonge ambavyo unakuwa unapaka juu, kwa sababu inaweza katokea kwa sababu ya bakteria wanaozalishwa juu ya sehemu za uke. Ukipaka wale bakteria wanakufa au fungus wanapotea. Unapaka, usiingize ndani dawa hizi. Lakini pia zaidi, fuata maelekezo ya daktari na vipimo. Fuata vipimo vya daktari alivyo kuonyesha, muone daktari. Lakini kitu cha tatu, kama ugonjwa wako unasababishwa na magonjwa ya zinaa, yani trichomonas, yani kama ni magonjwa ya zinaa, hakikisha unatumia metronidazole au tidazole, dawa za dozi moja. Yani hizi dawa inakuwa ni dozi moja kubwa, na hakikisha umeimaliza. Lakini inatakiwa muende kutibiwa wote, wenzi wote wawili mkatibiwa, sababu anaweza katibiwa mmoja kumbe bado ugonjwa upo kwa mwingine. Ule ugonjwa ukiwa kwa mwingine bado ni changamoto, kwa sababu lazima tu mtashiriki tendo la ndoa. Mkishiriki tendo la ndoa, yani kujamiana, tayari ugonjwa upo pale pale na utazidi kuugua. Kwa hiyo nendeni wote pasipo kuoneana haya. Nendeni wote. Ugonjwa hauna mwenye nao, ugonjwa ni wa kila mtu. Nenda katibiwe, enjoy life. Lakini pia kama ugonjwa wako wa ute mgumu unasababishwa na kisonono, kama unasababishwa na kisonono, hakikisha unaenda kumuona daktari na kuweza kupata huduma ya sindano, sindano ya azithromycin na ceftriaxone, uweze kupata huduma nzuri. Kwa ushauri mkubwa, muone daktari ambaye yupo karibu yako, uweze kupata huduma nzuri na uweze kupata afya nzuri, na tuweze kuendelea kulijenga taifa letu. Lakini kama ugonjwa wako
yani utakosekana katika hivi vitu ambavyo nimekutajia: fungus, bakteria, magonjwa ya zinaa, lakini pia utakosekana katika kisonono. Inatakiwa ufanye uchunguzi wa ziada. Kwa hiyo unapomwona daktari anaweza kupima zile pap smear, urine test, vaginal swab, lakini ataweza kubaini chanzo cha ute mgumu kwa mwanamke. Unajua, nakwambia umuone daktari kwa sababu gani? Kwa sababu haya ni magonjwa, lakini pia hapa unatibiwa kitaalamu. Sasa hauwezi ukatibiwa kitaalamu bla bla. Unapotaka kutibiwa kitaalamu, lazima uhusike katika kumuona daktari ambaye ni mbobevu wa haya magonjwa, lakini pia kwa asilimia kubwa sana atakusaidia hilo shida lako. Sasa wewe unachotakiwa kufanya hapa: subscribe, like, share, comment, lakini pia sambaza video, kwa sababu